Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Wataalamu wa mambo wanasema kwamba nchi za Ulaya wakati huu zimekosa nguvu kutokana na tofauti zao dhidi ya Marekani. Baada ya ujio wa rais wa Marekani Donald Trump, nchi za magharibi zimekosa kuwa na nguvu katika mapambano yao dhidi ya Urusi. Nchi hizo sasa hazina nguvu za kupambana na Urusi. Ni baadhi ya mataifa machache ambayo yanajitutumua kutaka kuonyesha bado yana nguvu, lakini kimsingi hayana nguvu yoyote katika mapambano. Nchi hizi zimekuwa zikitegemea Marekani kwa miaka mingi, na wakati huu hazina nguvu tena katika mapambano dhidi ya Urusi kutokana na Marekani yenyewe kuonyesha ushirika wa karibu wakati huu na Urusi. Baada ya kuingia madarakani kwa rais wa Marekani Donald Trump, moja kati ya mambo ambayo ameonyesha tofauti dhidi ya mataifa hayo ya magharibi, kwanza aliyetaka yaongeze bajeti zao hasa za kiulinzi kufikia 5%, na ni mataifa machache ambayo yana uwezo wa kufanya hivyo. Lakini kutokana na hali za uchumi katika mataifa hayo ya Ulaya yanashindwa kuendana sambamba na Marekani ya Donald Trump. Lakini katika kipindi hiki pia nchi hizo za Umoja wa Ulaya zimeona njia pekee ya kuweza kupambana na Urusi ni kuungana kwa pamoja, licha ya kwamba nguvu yao imekuwa ni ndogo sana kiasi kwamba hawawezi kufikia malengo yao. Dmitry Peskov, msemaji wa ikulu ya Kremlin, alisema kwamba nchi za Ulaya hazitafanikiwa katika kinyang'anyiro cha silaha na mapambano dhidi ya Urusi kwa sababu Moscow haina nia kwanza kushiriki katika mapambano dhidi yake, ingawa wao wanaamini kwamba Urusi ina mpango wa kushambulia mataifa ya Ulaya. Dmitry Peskov alitoa maoni yake kuhusu taarifa kutoka kwa Umoja wa Ulaya kuhusu mipango ya kijeshi. Hawatashinda dhidi yetu kwa sababu hatutapambana nao, lakini kama tutaamua kupambana nao, hakuna taifa ambalo litaweza kupambana na Urusi. Wanaitegemea Marekani ambayo wakati huu haitaki mapambano dhidi yetu, anasema Peskov. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk, kabla ya mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya, alisema kwamba Umoja wa Ulaya hupasi tena kuingia katika mashindano na Urusi katika masuala ya silaha. Hata hivyo, anasema kwamba Urusi ni taifa ambalo limejiandaa kwa miaka mingi kwa ajili ya mapambano dhidi ya mataifa ya Ulaya, na ikumbuke kuanzia mwaka 2014 baada ya kuingia madarakani kwa mara nyingine tena rais wa sasa wa Urusi Vladimir Putin, mataifa hayo ya magharibi yameshindwa kupambana kabisa na rais Putin, na hatimaye Putin kuichukua Crimea, na wakati huu Crimea ambayo ipo chini ya mamlaka ya Urusi tangu mwaka huu 2014, ni Marekani ambayo imetangaza inalitambua eneo hilo kuwa ni mali ya Warusi. Hii inamaanisha kwamba ni wakati mwingine ambao nchi za kimagharibi zinakosa nguvu kwa ajili ya kuendeleza mapambano yao dhidi ya Urusi. Matamshi yake yalikuja kufuatia tangazo la rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen kuhusu mpango wa kurejesha kijeshi wa Umoja wa Ulaya ambao unajumuisha mpango wa kurejesha silaha tena wa euro bilioni 800, ufadhili ambao umeshindikana pia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pia alizungumzia suala la kijeshi katika hotuba kwa umma wa Ufaransa, akiitaja Urusi yenye nguvu kama tishio kwa Ufaransa na bara zima la Ulaya. Alihalalisha ongezeko la matumizi ya kijeshi na upanuzi wa silaha za nyuklia za Ufaransa katika Umoja wa Ulaya kama hatua muhimu kushughulikia tishio hili ambalo linadaiwa, lakini pia naye anakosa nguvu kutokana na ukweli kwamba kutokuwepo kwa Marekani katika mapambano ya pamoja dhidi ya Urusi kumeiangusha Ulaya moja kwa moja. Kwa mujibu wa Volodymyr Zelensky, wakati huo anasema kwamba baadhi ya mataifa ya Umoja wa Ulaya yapo tayari kuungana na Ukraine katika mapambano dhidi ya Urusi, lakini mataifa mengine yamechanganyikiwa baada ya kujiondoa kwa Marekani katika mapambano hayo. Ni uamuzi wa geopolitics, lakini sio uamuzi wa kihistoria. Tukiangalia historia, kama hatutaweza kufanya maamuzi sahihi, ni kauli ya Volodymyr Zelensky aliyoitoa mnamo Februari 15 mwaka huu, huku akiangazia namna ambavyo rais wa sasa wa Marekani ameamua kukaa pembeni dhidi ya mapambano dhidi ya Urusi. Ulaya inahitaji kuwa na uwezo wa kujilinda dhidi ya Urusi pamoja ama bila Marekani, lakini ni nani ambaye ataunganisha mataifa haya?
Ni Ufaransa ambayo mara kadhaa imekuwa ikikutana na baadhi ya mataifa kama vile Ujerumani pamoja na Uingereza katika kuona ni jinsi gani wanaweza wakakaa meza moja na kuweza kujiunga pamoja kama ilivyokuwa zamani, ili tu waweze kufanya mapambano mazito dhidi ya Urusi, lakini bado kumekuwa na kazi kubwa ya kupambana dhidi ya Urusi. Hata hivyo, Ulaya inahitaji kujilinda zaidi ili kuchukua nafasi ya Marekani. Hakuna taifa ambalo linaweza kujitosheleza katika bara la Ulaya, na ni kutokana na hali ya uchumi kuyumba kwa kiasi kikubwa katika nyakati ambazo kumekuwa na hali ngumu ya uchumi katika mataifa hayo ya Ulaya, hasa kutokana na kuingia kwa janga la corona, lakini pia hata vita vilivyodumu kwa miaka mitatu kati ya Warusi na Ukraine, navyo pia vimewaletea madhara makubwa baada ya kuweka vikwazo dhidi ya Urusi, kadhalika pamoja na mataifa hayo kutumia fedha nyingi na silaha kwa ajili ya kuifadhili Ukraine dhidi ya mapambano yake kwa Urusi. Kwa jeshi la Urusi, vita kwa Ukraine vimekuwa vya kutumia fedha nyingi, na ni kwa sababu pia wamejipanga, lakini pia kwa kutumia silaha nzito. Urusi iliatishia mataifa ya Ulaya baada ya kufanya onesho la silaha yao ya kisasa ya hivi karibuni ya Oreshnik, lakini pia wakikumbuka juu ya makombora mazito kama vile yale ya Sarmat, basi wanakaa pembeni na kuona hakuna ambaye ataweza kupambana na mizimu hiyo. Hata hivyo, kwa sababu ya uhamasishaji mpana wa Kremlin wa jamii na tasnia, jeshi la Urusi sasa ni kubwa zaidi, lenye uzoefu zaidi na lina vifaa bora zaidi kuliko jeshi lililovamia Ukraine mwaka 2022. Jeshi la Urusi na wafanyakazi wa jumla sasa wana uzoefu wa uwanja wa vita ambao haulinganishwi na jeshi lingine lolote katika Ulaya. Uwepo wa Urusi nchini Ukraine mwishoni mwa mwaka 2024 ulisimama kwa takribani wanajeshi 700 zaidi ya jeshi la uvamizi la mwaka 2022. Uzalishaji wa ulinzi wa Urusi umeongezwa kwa haraka katika kipindi cha mwaka 2024 pekee. Urusi ilizalisha na kurekebisha takribani mizinga 1550, magari ya kivita 5700 na vipande 450 vya mizinga vya kila aina, lakini ilisambaza silaha 1800 za masafa marefu za Lancet 3 ikilinganishwa na mwaka 2022. Hii inawakilisha ongezeko la 220% katika uzalishaji wa tanki, 150% katika magari ya kivita na mizinga, 435% katika silaha za masafa marefu. Na kibaya zaidi ni kile ambacho kinasemwa kwamba Urusi imetega makombora mengi ambayo huenda yameonyekezwa katika mataifa ya magharibi, huku Uingereza ikidai mara kwa mara kwamba Urusi imetega makombora yake ya Oreshnik pamoja na makombora mengine kwa ajili ya kufanya mashambulizi ndani ya taifa hilo, licha ya kwamba Urusi imekuwa ikidai kwamba haina mpango wa kufanya shambulizi lolote dhidi ya Uingereza. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.